nataka nikwambie kwa kiwango kikubwa sana ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2020-2025, sisi kama Wanasingida Magharibi tunazo sababu zote za kutoka mbele na kujivunia mafanikio makubwa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika sekta za afya, elimu, maji, miundombinu, ujasiriamali, kilimo na mambo mengine yanayohusiana na jamii. Kwa mfano, naweza nikakupa mfano mdogo sana. Ndani ya kipindi cha miaka mitano tumeweza kufungua barabara ambazo zimeweza kuwapa wakulima access ya kuweza kutap bidhaa zao wanazozalisha katika mashamba na kuzileta katika masoko, jambo ambalo limeongeza kwa kiwango kikubwa sana tija ya uzalishaji na kuongeza thamani ya bidhaa ambazo wananchi wanazalisha katika sekta ya kilimo. Jimbo linalotoka jimbo la Singida Magharibi, kwa kiwango kikubwa tunazalisha mpunga, kwa kiwango kikubwa tunazalisha choroko, kwa kiwango kikubwa tunazalisha alizeti, na unajua mkoa wa Singida ni moja ya mikoa ambayo inazalisha kwa kiwango kikubwa sana mafuta ya alizeti. Kwa hiyo wakulima wa mkoa wa Singida kwa kiwango kikubwa, kwa kupitia ufunguliwaji wa barabara, imewezesha kwa kiwango kikubwa kuongeza kupunguza ile gharama ya usafirishaji wa mazao na kufanya wakulima waweze kupata faida katika kile wanachokizalisha. Lakini ukija katika sekta ya elimu, nataka nikuhakikishie tumejenga shule mpya nyingi sana za sekondari katika jimbo langu. Tumejenga shule mpya nyingi sana za msingi katika jimbo langu. Enrollment ya wanafunzi imeongezeka kwa kiwango kikubwa na ubora wa elimu unaendelea kupanda, kwa sababu tumeweza kufikisha miundombinu ya elimu mahali ambapo watoto wetu walikuwa wanatembea kilomita 5-8, tumeweza kuwafikishia miundombinu ya elimu, jambo ambalo bado linaonyesha namna gani Chama cha Mapinduzi kimeendelea kuitikia kutii kiu ya Watanzania katika kuhakikisha kwamba wanapata elimu bora, na ambayo kimsingi kuanzia shule ya msingi tumefanya hakuna malipo, hakuna michango. Kama watu wanatoa michango, ni michango ya hiari kwa ajili ya kusaidia mambo madogo madogo ambayo serikali huenda ikachelewa kuyafanya kwa wakati. Lakini ukija katika sekta ya afya, mimi nataka nikwambie kwenye jimbo langu tumejenga vituo vya afya. So far tunavyozungumza tumejenga vituo vya afya 5 maeneo ambayo wananchi walikuwa wanatembea kilomita 170 kutafuta kituo cha afya. Kwa mfano, kata yangu ya Iyumbu ambayo iko mpakani mwa Tabora, tumewafikia, tumejenga kituo cha afya. Sepuka tumejenga kituo cha afya. Irisia tumejenga kituo cha afya. Ihanja tumejenga kituo cha afya. Igelansoni tumejenga kituo cha afya. Wakati naingia madarakani tulikuwa na zahanati kwenye vijiji, zahanati 9 tu. Leo tunapozungumza zaidi ya vijiji 37 vimejengewa zahanati na vijiji vichache tunakwenda kumaliza. Nikija katika sekta ya maji, wakati naingia madarakani kata zilikuwa za maji tulikuwa na kata kama 9-10. Leo tunazungumza kata zote tumesambaza miundombinu ya maji, na sio mbali, tumeenda mbali, tumechimba maji shule zote za msingi jimbo zima. Tumechimba maji shule zote za sekondari jimbo zima. Watoto tumewafikishia maji shule za msingi. Hakuna mtoto wetu anaruhusiwa kubeba ndoo ya maji kwenda kupeleka maji shuleni. Tumeyachimba maji shuleni. Nataka nikwambie kura za Chama cha Mapinduzi kwenye jimbo la Singida Magharibi, na nina uhakika ndio jimbo linalokwenda kuvunja rekodi kwa kuzoa kura katika taifa hili kwa utekelezaji wa ilani. Ndio maana unaona hata kelele za wapinzani kule huwezi kuzisikia, kwa sababu hakuna kitu watakuja kuwaambia Watanzania. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta fedha za kutosha, tumetekeleza ilani kwa vitendo.